Yanga wanaiogopa Tabora ndio maana wametamguliza watu mapema. Bwana. Yani Yanga wanaifea Tabora. Unajua Tabora na wanashikilia rekodi nzuri sana zidi ya Yanga msimu huu. Yanga msimu huu hakuna timu iliyowafunga zaidi ya magoli matatu. Ya tuseme magoli matatu. Zaidi ya magoli mawili ukitoa Tabora hakuna. Sikukuu ya Eid al-Fitr bwana, watu walichinja ng'ombe 20 leo hii, wakasherehekea, wakagonga pilau, wakagonga biriani, lakini pia kama haitoshi ng'ombe 20 wakaanguka pale, watu wakajizolea minyama ya kutosha kweli kweli. Pengine vitu ambavyo wamevifanya Yanga walipowasili kule mkoani Tabora vinaweza vikawa ni chachu mojawapo ya kuweza kuwafanya wakapata labda mashabiki wengi wakaitika kwenda kwenye mchezo wao, lakini pia ikawa ni chagizo au sehemu ya wao kupata ushindi kwenye mchezo wa hapo kesho kutwa dhidi ya Tabora United. Mimi naamini hata Yanga wasingefanya hivi bado wangepata mashabiki wengi sana pale Tabora, kwa sababu Yanga ni timu kubwa. Ikienda Tabora kila mtu anatamani kuiona. Unapoizungumzia Yanga unaizungumzia moja ya timu kubwa ambayo inafanya vizuri kwenye medani ya soka hapa Tanzania na Afrika, licha kuwa Afrika mwaka huu wameanguka mapema. Kwa hiyo mimi ni kuizungumzia Yanga, naona walikuwa na nafasi kabisa ama kubwa sana ya kuweza kujaza uwanja, hata kama wasingefanya haya ambayo wameyafanya bado wangepata mashabiki wengi wa kutosha ambao wangejitokeza uwanjani. Lakini ni jambo zuri, mimi naamini wanarudisha kwa jamii. Kitendo ambacho Yanga wamekifanya leo hii ni kurudisha tu kwa jamii, kwa thamini mashabiki wao. Naamini watakuwa wamewavutia watu wengi sana. Inawezekana hata leo kuna mtoto mdogo amepata pilau lake pale, alikuwa labda hakuwa shabiki wa Yanga hivyo, lakini kwa kuona hiyo tu anawezekana leo akawa shabiki wa Yanga, akaipenda Yanga. Yes, yani anaenda kuipenda Yanga moja kwa moja kwa sababu anashuhudia amepiga supu yake pale, kapiga nyama na biriani. Kapiga nyama na biriani. Anaweza kaipenda Yanga moja kwa moja hata kama alikuwa hana timu, kwa sababu wapo watoto ambao wanakuwa hawana timu lakini wanapata fursa kama hizi, basi wanapata ushabiki. Kwa hiyo mimi kwangu naona ni kitu cha kawaida sana ambacho kimetokea kwenye hii issue. Maneno ya nje ya uwanja, Ali Shaban Kamwe pamoja na kocha wake Hamdi Miludi wanaamini kwamba Yanga haipaswi kufungwa mara mbili na mpinzani mmoja. Wanakwenda kwenye mechi hiyo wakiwa wanataka kulipiza kisasi juu ya kile ambacho kiliwatokea kwenye uwanja wa Azam Complex pale wakafungwa 3-1. Lakini Christina Mwagala naye tulimsikia anasema kwamba afe kipa, afe beki, lazima Tabora ibuke na ushindi tarehe 2. Kwa upande wako unatarajia mchezo wa namna gani hiyo siku ya tarehe 2 kwenye uwanja wa Ali Hassan Mwinyi? Milodi na Ali Kamwe wanatoa hayo maneno. Mimi naamini hayo ni maisha ya mpira wa Tanzania, ndio tunaamini hivyo. Mpira wa Tanzania tunaamini Simba na Yanga hawatakiwi kufungwa mechi mfululizo, na ndio maana Simba na Yanga wakifungwa, hiyo timu ambayo imewafunga inageuka kuwa adui. Yaani wanaanza kumtafuta mchao. Ina maana kama Tabora alimfunga Yanga mechi ya kwanza, watu wanaanza kuamini bwana huyu anatukamia. Lakini maisha kama hayo, Al Ahly anakutana na kina Falco wanamtapasua, anakutana na kina Ismaili wanampasua. Uwezo kusikia hata siku moja wanasema kwamba kocha wao ama watu ambao wanaiongoza ile timu wakaanza kuzungumza maneno kama haya, kwa sababu wanajua huu ni mpira wa miguu, lolote linaweza kutokea. Yanga ni klabu kama klabu zingine. Yes. Kama Barcelona anaweza kapigwa 4 na Osasuna. Ni timu popular duniani ambayo inabidi iongee. Kwa nini Yanga asifungwe nje ndani na nani? Kama Liverpool anaweza kafungwa na timu ambayo iko inashika mkia. Kama Liverpool anafungwa na Plymouth ambayo inashika mkia. Na unaweza kuchukua mchezaji mmoja tu wa Liverpool ndio thamani nzima ya kikosi cha Plymouth na chenchi na baki. Anaifunga Liverpool. Kwa nini Yanga asifungwe na Tabora United? Okay. Mimi kwangu naamini hayo ni so maneno mazuri. Yaani kuamini kwamba Yanga inafungwa mara mbili. Yani maneno ambayo wanazungumza, yani wanaichukulia poa Tabora. Yani ni kuichukulia poa Tabora, ni kuidharau Tabora. Yani kama walibahatisha. Yani kama walibahatisha, so jambo zuri. Yani ni jambo ambalo hatutaki kuzungumza. Okay. Na hii inatokana na nini? Tanzania kuna maisha yetu ambayo tumeyazoea, tunaishi maisha mengi sana ya nje ya uwanja. Okay. Tuna maneno mengi ya nje ya uwanja. Ndio maana watu leo hii wanaamini ni bora Simba ama Yanga asifungwe. Yani ukimfunga Simba au Yanga wewe ni adui. Wewe ni adui. Yani wewe wanakuona adui. Ukifungwa ni rafiki yao. Sasa hiyo sio maisha. Okay. Hii ni football. Kwa hiyo Hamdi Mirudi anataka kuniambia haje hizi timu alizofundisha haje kupigwa nje ndani. Anasema wanapaswa kulilinda jina la Yanga. Mimi sikatai kulilinda jina la Yanga, lakini yeye anatoka kwenye nchi moja ngumu. Unajua Algeria ni nchi ngumu, ligi ngumu sana. Watu wanapasuka kule. So pepesi pale. Yaani ukienda kucheza ligi ya Algeria
unapigwa za uso nyingi sana. Yaani unatakiwa uwe makini siku zote. Bingwa kumaliza msimu akiwa amefungwa mechi 6 sio ni kitu cha kawaida ligi ya Algeria. Sasa ile heshima inatakiwa iendelee hata kwetu. Yaani kwa sisi wengi, wadau wengi wa mpira hatuvutiwi na trending ambayo inaendeshwa ya Simba na Yanga kuonekana ni timu ambazo zinatakiwa kushinda sana. Zinatakiwa tu na ligi ngumu. Mamelodi amechukua ubingwa mara nyingi mfululizo wa pale Afrika Kusini, lakini mpaka msimu unaisha anapigwa mechi 4, anatoa sare mechi 7, ni kitu cha kawaida. Anapigwa sana. Na hizi timu ndogo ndo zinamfunga. Hasa hayo ndo maisha ambayo tunayataka. Umeona? Kwenye ligi yetu. Yes, ligi yetu ili ipate thamani, iwe na mvuto mkubwa, hawa vigogo wanatakiwa wapasuke. Yaani tutengeneze ushindani leo hii. Siku nyingine tuone labda Mbeya City anapanda ligi kuu na challenge. Singida Black Stars wamejenga uwanja pale. Tuone nao wanakuja kuwa na challenge kubwa, wanafanya vizuri. Tupate mafanikio kwenye mpira wetu. Mpira wetu utapata mafanikio kama tutatengeneza ushindani mkubwa. Sasa hivi tumetengeneza ushindani mdogo. Tuna ushindani wa Simba, Yanga na Azam kidogo na Singida Black Stars au Tabora wanaingia na kutoka. Tunatakiwa tutengeneze ushindani ambao yani mfano kama Tabora si yupo ligi kuu. Simba na Yanga wajue bwana tukienda Tabora tuchomoki. Kama ilivyokuwa kwa Mbeya City. Yani mentality iwe hivyo kichwani. Au Yanga na Mbao kipindi kile. Ama ni kama ilivyo labda Liva anavyoenda kucheza na Everton. Anajua nikienda Goodison Park naacha point. Nikipata sare namshukuru Mungu. Sare namshukuru Mungu. Sare unakuja kuipata dakika 90 93. Yaani ni maisha au Man City anavyocheza na Crystal Palace. Anajua mimi kila msimu nitampa point Crystal Palace. Nikijipata tu sare. Sare nitamfunga mechi moja ama anakuja nimemfunga kwake Crystal Palace anakuja kwangu ananifunga. Ni maisha. Yaani hiyo ni mentality ambayo wachezaji wa Crystal Palace wameshaitengeneza bwana sisi Man City tunamweza. Sasa kwenye mpira ni vitu vya kawaida. Ni mambo ambayo yanatokea. Unakumbuka hata ambao kipindi kile Mbao anamfunga Yanga kila siku. Toto Africans na Simba. Toto na Simba Toto anampasua Simba ovyo ovyo. Simba kwa anamuona yule ni adui yao. Mbao anamfunga Yanga. Alimfunga mechi 3 mfululizo na kwamba alienda kwenye FA kampiga, kwenye ligi kampiga, kwenye ligi kapigwa. Yale wao wanaona huyu ni adui yetu. Hapana, ile ni changamoto. Yaani sisi ili mpira wetu uwe juu, tunataka tutengeneze ligi kama hiyo. Ligi kama hiyo dunia nzima ipo. Sasa Moyombo, wewe tarehe 2 sasa unatarajia nini pale kutoka kwenye dimba la Ali Hassan Mwinyi pale? Tabora United dhidi ya Yanga. Tabora wana kocha mpya ukumbuke. Siamini kama itakuwa ni mechi nyepesi kwa sababu Tabora United wana wachezaji wengi wakubwa. Kwa nani? Kwa Yanga au Elite timu zote mbili. Mechi itakuwa ngumu sana. Tena waombe mvua isinyeshe. Unaomba? Waombe mvua isinyeshe. Ikinyesha mvua tu. Ikinyesha mvua tu hiyo mechi hiyo itakuwa ngumu zaidi. Mvua ikinyesha mechi kesho asubuhi. Itakuwa mechi ngumu zaidi kwa sababu unajua Tabora na wachezaji wakubwa, ina wachezaji ambao wakiamua kucheza mechi kukupa mechi wanakupa mechi. Ogopa sana kuwa na timu, yani kucheza na timu ambayo ina wachezaji kama hao. Yani na wachezaji ambao wanaamini bwana sisi daraja letu tulilonalo tushapata mafanikio kwenye mpira tumeshacheza sana. Tunakutana na timu kubwa, tunataka kuwaonyesha sisi ni wakubwa. Amini nakwambia Tabora wana uwezo mkubwa wa kuichallenge timu yoyote. Wana uwezo kubwa wa kuonyesha performance nzuri dhidi ya Yanga na wanaweza kushindana na Yanga kabisa. Kwa naamini sio mechi mchekea hii. Itakuwa ni mechi nzuri sana ambayo mbinu za mwalimu sasa ndio zitaamua. Huyu mwalimu Magombe atumfahamu. Ni mgeni. Japo CV yake inaonyesha amefundisha timu kubwa kule. Of course, amefundisha timu kubwa. Sasa tutaanza angekuwa yule mwalimu Makiadi tunajua staili yake. Ni mtu ambaye alikuwa ana enjoy na kuachia mpira, akikuachia mpira wewe anakushambulia kwa kushtukiza. Utacheza pasi zako 100 200 yeye wala afunguki. Anapiga upande wa kushoto, Ofen Chikola atakimbia, kipindi kile Yakuba yupo atakimbia. Makambo huyo hapa. Wanaenda mnyavuni wanarudi kuanzisha mpira katikati. Wanakuachia upige pasi zako tena. Wewe upige pasi zako tena. Kwa hiyo naamini itakuwa ni mechi ngumu sana ambayo tutashuhudia ladha nzuri sana na ushindani mkubwa sana pale katika ile dimba Ali Hassan Mwinyi. Yes. Tabora pale. Bwana tutakuwa tukikuletea updates mbalimbali kutokea kule Tabora, lakini Moyombo kabla hatujaondoka hapo kwenye hiyo ya Tabora kuna pengine Yanga kwenda mapema kutanguliza watu mapema kuelekea kwenye mchezo huo. Inaweza kawa pia ni faida au tunaweza tukasema kwamba wanaweza wakawa wamepiga bao la nje ya uwanja. Yanga wanaiogopa Tabora ndio maana wametanguliza watu mapema. Bwana. Yaani Yanga wanaifia Tabora. Unajua Tabora na wanashikilia rekodi nzuri sana zidi ya Yanga msimu huu. Yanga msimu huu hakuna timu iliyowafunga zaidi ya magoli 3. Ya tuseme magoli 3. Zaidi ya magoli 2 ukitoa Tabora hakuna. CAF Champions League Yanga amefungwa 2 na wale nani wale USM Alger Al Hilal amefungwa 2 na Al Hilal. Ukija kwenye ligi ya ndani timu pekee ambayo imepata
zaidi ya bao moja kwa Yanga ni Mashujaa na Tabora United. Sasa Tabora wamepata magoli 3, hakuna timu nyingine yoyote. Okay. Kwa hiyo ndio maana Yanga wameenda mapema, wametaka, unajua mpira wetu kuna mambo mengi kuanzia nje ya uwanja. Ina maana wameenda kuanza kutengeneza mazingira mengine kuanzia nje ya uwanja. Okay. Kwa sababu unajua soka letu tunalijua sisi. Soka letu Tanzania, mpira wetu kivyetu vyetu. Kuna maisha ambayo tumeshayatengeneza ama tumezoea kuyaishi. Kwa Yanga wameenda kujiandaa mapema. Wanajua fika Tabora United sio timu nyepesi, kwa ilikuwa ni lazima wakajiandae kule ili wakasome mazingira bana, huyu mpinzani wetu anapita njia ipi, anapita njia ipi, ili wakikutana naye wampe game ngumu ambayo ni siku chache zijazo. Ni kesho kutwa mchezo huu, Jumatano tunaenda kushuhudia saa 10 pale. Kwa mimi naamini sio mechi nyepesi, na Yanga kuwahi kwenda kutuma watu mapema. Yanga wanaiogopa Tabora, kwa hiyo ilikuwa lazima wakaisome vizuri Tabora. Christina Mwagala sasa amekuwa akihanikiza na akiwaita mashabiki wanajaza uwanja kweli kweli. Tulishuhudia kwenye mchezo dhidi ya Simba, nilikuwepo pale Tabora bwana, uwanja ulifurika, watu hapakuwa na pakukanyaga. Nakumbuka ule mchezo, kwa wale ambao walichelewa kuingia uwanjani, waliutazama wakiwa wamesimama. Wamesimama wapi? Majukwaani, wamesimama wamejibana bana wakiutazama mchezo. Pengine hamasa ambao Christina Mwagala amekuwa akipeleka kwa mashabiki wa soka mkoani Tabora, tumeona sio viwanja vyote ambavyo vimekuwa vikijaza mashabiki mpaka Simba au Yanga waende, lakini mwamko wa mashabiki kwa upande wa timu hii ya Tabora United unauzungumziaje, na hamasa ambao Christina Mwagala amekuwa akipeleka kwenye timu hii ya Tabora United? Unajua yani Christina Mwagala, mimi nakwambia, ukitoa Ahmed Ali na Alikamwe, Christina Mwagala anaupiga mwingi sana, na Ashum ameweza kuitengeneza brand ya Tabora. Unajua brand ya Tabora imekuwa kubwa sana saizi. Yes. Yaani unaweza kusema Tabora ni kubwa kuliko uhalisia wa timu yenyewe. Ukizungumzia afisa habari popular Tanzania, maafisa habari maarufu Tanzania, utaanza na wanao trend saizi. Ahmed Ali, Alikamwe, Christina Mwagala. Hapo atakuja nani? Masanza. Anakuja Masanza na Singida United, Singida Black Stars. Sasa hivi jiulize, huyu Christina angekuwa anaisemea Simba, anaisemea Yanga, watu songejificha au Azam. Watu songejificha. Yani Christina timu yake ni ya kawaida, lakini huyu dada amejitahidi sana. Huyu mwana mama anatakiwa pongezwe sana, pewe maua yake. Anajua kuitengeneza mechi. Christina Mwagala anajua sana hype, yani kulikuza jambo lolote lile, inakuwa mechi kubwa. Unakumbuka alivyoikuza mechi ya Singida na Tabora? Yes. Akasema akifungwa na Singida basi anaolewa na Masanza. Watu walifuatilia kweli kweli. Yani kuna maisha, yani kuna vitu anavitengeneza kiasi kwamba mtu wote alikuwa anafanya, kuna kitu anataka afanye, ataacha baada, hebu ngoni kwa kufuatilia Tabora. Yani hapa huyu dada Christina Mwagala lazima tumpe maua yake. Amefanikiwa sana yani kwenye hili jambo. Na yeye ndo mwanamke pekee. Ni mwanamke pekee ndani ya ligi kuu. Na pia msimu huu mimi nimeanza kumuona muda mrefu anapambana, lakini nashukuru Watanzania mwaka huu wamempokea vizuri kabisa. Amekuwa popular saizi. Amekuwa maarufu sana saizi Christina. Unaona hata maiki nyingi zinamkimbilia. Amefanya kazi KMC pale. Lakini hakukuwa na maiki nyingi hivyo. Lakini alipoenda Tabora United, umaarufu wake umekuwa mkubwa sana. Na umaarufu ameupata kwa sababu ya kazi anayoifanya. Kwa hiyo kwangu namuona ni mtu ambaye anastahili kupongezwa na apewe heshima yake. Ikiwezekana hata mwisho wa msimu bodi ya ligi wachungulie, wampe tuzo yoyote ile. Hata ya heshima. Hata tuzo au kipengele cha tuzo za wasemaji ziwepo. Hata tuzo ya heshima umweke, wampatie. Sawa. Dada anatisha sana huyo.